Yes, habari za muda huu tena, wakati mwingine tunaketi kuzitazama zile zinazo happen na kutendi kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo mwanafamilia wa Hetant Media ungependa kufahamu na unatamani kujua nini kinaendelea kunako kitu ambacho kilikuwa kinasubiriwa kufuatia kwa sintofahamu iliyotokea na kupelekea kuahirishwa kwa game ya Kariakoo Derby ambayo ilikuwa inakutanisha Young Africans wakiwakaribisha Simba Sports Club. Na mimi kwamba unajua nini kilichotokea, na kama hujajua basi ni kwamba mechi hii imeahirishwa kutokana na sintofahamu iliyotokea jana kuna majira ya jioni, ambapo Simba Sports Club walihitaji kwenda kufanya mazoezi kuna uwanja wa Benjamin katika haki zake za kanuni, lakini ni kwamba kitu ambacho kilichopelekea kwamba Simba Sports Club wasifanye mazoezi kuna uwanja wa Benjamin Mkapa ni kwamba inasadikika kwamba mashabiki na walinzi wa klabu ya Young Africans wakishirikiana na viongozi wa uwanja waliwazuia wachezaji wa klabu ya Simba Sports Club kuingia uwanjani kwenda kufanya mazoezi, na hii ni haki kikanuni kwa upande wa Simba Sports Club. Alipaswa kwenda kufanya mazoezi kuna uwanja wa mchezo ambao mchezo huo ungechezwa kutokana na kanuni ambazo zinaeleza kwamba ni timu haki yake kwenda kufanya mazoezi kuna uwanja ambao unachezewa bara ya siku moja. Moja kati ya vitu ambavyo vinazungumziwa na mimi nikasema nisikae kimya nikuletee ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo. Bana, kuna moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinasubiriwa ni kuhusiana na tamko ambalo lilitolewa na TFF na bodi ya ligi NBC Premier League, na mpaka sasa imeshakwisha kutolewa. Kinachosubiriwa ni kwamba tarehe husika ya mchezo ipangwe ili watu waweze kujua ni siku gani ambapo mchezo huu unategemewa kuchezwa. Taarifa kwa vyombo vya habari. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Machi 8, 2025 kupitia shauri la klabu ya Simba kuzuiwa kuingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo namba 184 wa ligi kuu NBC Young Africans wakiwakaribisha Young Africans dhidi ya Simba uliopangwa kufanyika katika uwanja huo leo kuanzia majira ya saa moja na dakika 15. Katika shauri hilo klabu ya Simba iliandikia barua bodi ya ligi kueleza kuhusu tukio tajwa hapo juu, na huku pia ikieleza nia ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi waliagiza maafisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio haraka ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa iwapo kuitisha kikao cha dharura kamati ya utendaji na wasimamizi wa ligi. Baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maafisa wa mchezo huo, vyanzo vingine vya kamati ilibaini kuwa klabu ya Simba wakati wakielekea kutumia haki yake ya kikanuni iliyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya ligi kuu haikuwasiliana na ofisa yeyote wa mchezo, timu wenyeji wala mamlaka ya uwanja kuhusu nia yao ya kufanya mazoezi katika uwanja huo ili maandalizi ya kikanuni yafanyike. Katika taarifa hizo, kamati ilibaini pia walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni wanaklabu wa Yanga walishiriki tukio hilo la kuzuia basi la klabu ya Simba kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kikanuni kanuni ya 7 kifungu cha 45 cha ligi kuu Tanzania kuhusu taratibu za kimichezo. Kwa sababu hiyo, bodi imepokea taarifa ya maofisa usalama wa mchezo ambao umeainisha matukio
kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi, na kwamba baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika haraka, wakati wa bodi ya ligi kupitia kamati yake endeshaji na usimamizi wa ligi imeamua kuahirisha mchezo huo tajwa hapo juu, na majibu ya kikanuni ya kanuni ya 34 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu kuahirisha mchezo kutoa taarifa nafasi ya kupata taarifa zaidi za zitakazoisaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Hii imetolewa na idara ya habari na mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Machi 8, 2025. Haya ndo yalikuwa ni majibu, na haya ndo majibu ambayo yalikuwa yamesubiriwa kwa hamu kwa upande wa pande zote mbili na klabu ya Young Africans, ambapo wao msimamo wao ilikuwa ni kwamba hamna kipengele, mechi lazima ingechezwa, lakini kutokana na kwamba kamati ya uendeshaji wa ligi walivyokaa kikao cha dharura cha masaa 72, unaambiwa kwamba haya ndio ilikuwa ni majibu, na kwa nukta hiyo unaambiwa kwamba mchezo umeshaahirishwa mpaka pale ambapo utatajwa na utapangiwa tarehe mapema kutoka sasa. Lakini kwa kinachosubiriwa kwa sasa ni kuhakikisha kwamba wanafuatilia nini tatizo, na kama kutakuwepo na makosa basi kamati hii itatoa nini cha kufanya. Lakini kwa sasa game imeahirishwa na mpaka pale ambapo itatangaziwa tarehe yake ambayo itakuwa dabi hiyo itacheza. Kwa upande wa Young Africans unaambiwa wachezaji na uongozi wa klabu ya Young Africans walipeleka timu uwanjani kwa ajili ya kufanyika kwa mchezo huo, licha ya kwamba taarifa imekwisha kutolewa na bodi ya ligi, lakini Young Africans wao wamepeleka timu uwanjani, na mashabiki wa klabu ya Young Africans baadhi yao walikuwa wameshakwisha kuanza kuingia ndani ya uwanja katika kufuatilia mchezo huo ambao wao waliamini utachezwa kunako uwanja huo wa Benjamin Mkapa, kama jinsi ambavyo kanuni zilikuwa zina uhitaji mchezo huo. Na moja kati ya vitu ambavyo vinazungumziwa sana mara baada ya kuahirishwa kwa mchezo huo, basi wasimamizi wa uwanja wa Benjamin Mkapa walianza kuwatoa nje baadhi ya mashabiki ambao walikuwa wameshakwisha kuingia tayari kwa ajili ya mchezo huo, na unaambiwa basi la Young Africans ambalo lilikuwa limebeba wachezaji mpaka linaingia uwanja ulikuwa wazi, hauna mchezaji hata mmoja. Baadhi ya wachezaji wao walikuwa wameshakwisha kutolewa nje. Bana, mambo yamekuwa mengi sana kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje mipaka ya Tanzania, kufuatia kwa adabi ambayo ilikuwa imekusanya watu wengi, watu kutoka katika mikoa tofauti tofauti kuja kuhakikisha kwamba wanaifuatilia mechi ambayo ilikuwa inakutanisha mashabiki wengi wa hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, endelea kutufuatilia kunako Instagram yetu kwa jina la @HNT_media TZ.